Dhia wengine wamekuwa kitaka kusikia pengine hivi ukisikia kwamba kuna baadhi ya pengine wachezaji ama benchi la ufundi wanapunguzwa, kwako inakuwa ni kwenye timu labda za nje ambazo unazishabikia ama za ndani, kwako inakuwa ni sehemu ya furaha kutokana na msimu mlivyomaliza labda pengine vibaya ama vizuri, inakuwa ni sehemu ya furaha ama nini? Kwa sababu kuna kichaka pengine nakiona ambacho watu wanataka kujificha kupitia kuondoa baadhi ya watu. Kwangu mimi inakuwa ni sehemu ya furaha, hasa kwa mimi shabiki wa Man United ambaye timu yangu tutajiondoa hadi wenyewe imekuwa ikifanya vibaya kila msimu. Kwa hiyo nikisikia bwana kuna wachezaji wanaondoka alafu kuna wachezaji tutawasajili bila kuzingatia ni aina gani mnasajili. No, na inategemea na wachezaji ambao tunawasajili. Kwa mfano klabu inahusishwa kumsajili Victor Gyökeres, inahusishwa kumsajili Victor Osimhen, inahusishwa kumsajili Bryan Mbeumo. Wachezaji kama hao lazima unakuwa na furaha, unajua ni wachezaji ambao wakija kwenye timu yako watakuja kuongeza kitu. Lakini kuna wachezaji wanaohusishwa kuondoka, mtu kama Joshua Zirkzee, striker ambaye amekuja lakini uwezo wake umekuwa mdogo. Rasmus Højlund yuko pale lakini uwezo wake umekuwa mdogo. Kwa hiyo ukisikia wachezaji hawa wanaweza wakaondoka alafu kuna wachezaji wenye uwezo mkubwa watakuja, lazima wewe kama shabiki uwe na furaha, kwa sababu unaamini wachezaji wale kama watakop na mazingira na wataingia kwenye mifumo ya kocha wanaweza wakafanya vizuri na kuisaidia timu yako. Kwa hata ukija kitanzania sasa kwa mashabiki wa klabu ya Simba ambao kuna wachezaji wanahusishwa kuondoka kwenye klabu yao ambao wameshindwa kufanya vizuri, automatically lazima tu shabiki atakuwa anajisikia vizuri kwa sababu wanakwenda kuiboresha timu yao. Wachezaji ambao wanaonekana ni wa kawaida wanaondoka, na matarajio ni kwamba watasajili wachezaji wenye uwezo mkubwa ambao wataisaidia klabu yao kufanya vizuri. Kwa hiyo shabiki matumaini yanaongezeka na furaha inaongezeka pia. Ila unajua changamoto wanaosajiliwa mara kadhaa tushaona wale wanaosajiliwa ambao bado wanakuwa ni muendelezo wa wasajili wa kawaida. Sasa kwa kipindi hiki ambacho kumetoka kwenye kauli ya msimu mzima timu inaimba wimbo mmoja tunajenga timu. Yaani ikitokea wamefanya vizuri it's okay. Ukiona tu mambo hayajakaa vizuri kauli tunajenga timu inatumika. Hivi hatuioni hii inajirudia tena msimu ujao? Inategemeana na aina ya wachezaji watakaowapata. Kwa sababu sasa hivi itabidi sio wachezaji wote wataondoka. Kuna baadhi ya wachezaji watabaki ambao wataongezewa wachezaji wengine. Issue ya kujenga ni kuongeza kitu. Yaani kama ulikuwa umejenga msingi, maana sasa hivi utaanza kusimamisha nguzo. Baadaye usimamishe nguzo uende juu mpaka hatua zinazofuata. Kwa hiyo mimi siamini kama msimu ujao kama watasajili vizuri wanaweza wakatengeneza timu ya ushindani, ambao pia wamekuwa na hiyo historia ya kusajili vizuri. Washaikuwa nayo. Ule msimu ambao anaingia Chama. Nani na nani wanatakiwa waachwe pale Simba Sport Club, na pengine ikiwezekana waanze wapi msimu ujao? Waanze kama washindani ama wafocus na neno lao wenyewe wanajenga timu? Wafocus na kujenga timu. Msimu mwingine tena. Na msimu mwingine. Unajua alafu mimi nashangaa mnataka kufanya mjadala mkubwa. Simba leo kipoteana mwaka 2015 Simba walikuwa wamepoteana, mwaka 2014 Simba walikuwa wamepoteana, mwaka 2016 Simba walikuwa wamepoteana. Kwa hiyo leo kutokea hii toka 2012 mpaka 17 huko nyuma Simba walipitia hicho kipindi, alafu baadaye wakaja wakajipata wakarudi na wakaleta ushindani wakachukua misimu 4 mfululizo utawala kwenye ligi. Na iliwahi kutokea kwa Young Africans kupoteana, hakuna mtu ambaye ukimweleza sasa hivi atakwambia amesahau kwamba Yanga iliwahi kuwa na wachezaji kama kina Kamusoko, ambayo Yanga ile ilitawala pia ligi kwa kipindi kirefu kidogo. Almost misimu 2 mpaka 3 Yanga walikuwa wameshikilia ligi. Kwa hiyo hivyo ni vipindi ambavyo vinatokea, ndio baadaye wakaja kina Chama. Kwa hiyo timu kutokea mabadiliko ambayo yanalazimisha timu kuanza upya inatokea. Isipokuwa labda tatizo ni kwa sababu kwa nini inakuwa inajirudia. Yaani kwa nini spend miaka 4 mnatawala ligi alafu mmekuja miaka 4 sasa hivi wanasafa? Kwa nini hawakuwa wamejiandaa isije kajirudia hali iliyotokea miaka ya nyuma hapo?
kwangu mimi hapo nafikiri ndio inawezekana mjadala, lakini specifically kwa wachezaji ambao mimi ningeambiwa Simba kwenye eneo la ulinzi Chemu, Karabwa, Chemaloni, wale wote wachezaji wa kupiga chini. Hapa kwa Kijili na Duchu lazima Simba ichague kati ya mmoja wao aondoke, na binafsi kwa trend ya Simba ilivyokuwa msimu ulioisha Duchu ametumika angalau kwenye mechi muhimu kuliko Kijili. Kwa hiyo Kijili wanatakiwa kumdrop Simba. It's either drop Duchu na Kelvin Kijili au wamdrop Kelvin Kijili, Duchu wabaki. Yaani lazima kwenye eneo lao mmoja anatakiwa atoke au watoe wachezaji wale wote wawili. Lakini ukienda kwenye eneo la ulinzi, kwa maana ya kwenye eneo la kiungo, mchezaji kama Fabrice Luambangoma astahili kuendelea kubaki kwenye kikosi. Wewe sikashaga mwenyewe. Mchezaji kama Mzamiru Yasin hatujapata feedback ya majeraha aliyopata aliendelea vipi, lakini naye kwa muda alio spend kwenye majeraha ni muda mrefu. Naamini kama wanaweza wakampa muda labda miezi 6 ya kumtazama kuanzia msimu ujao. Lakini mchezaji mwingine ambaye kwangu naamini anatakiwa apewe mkono wa kwaheri ni Ateba, anatakiwa naye kupisha watu waendelee na projekti zao nyingine. Mutale naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza wakapewa miezi 6 ya kutazamwa kuanzia mwanzo wa ligi mpaka dirisha dogo pale performance yake ikoje. Lakini ukienda kwa wachezaji wazawa, kuna wachezaji kama kina Awesu ambao walisajiliwa wakaonekana wanaenda kutibu tatizo kwenye eneo la kiungo. Anapocheza Awesu ndipo anapocheza Awa, lakini bado naye Awesu hajaonekana kuwa na impact. Kwa hiyo naye anaweza akapewa mkono. Mchezaji mwingine ni Edwin Barua. Yule naye ni mchezaji ambaye alisajiliwa kuhudumia kwenye flank ya kulia, naye hajaonekana kuwa na impact msimu huu. Kwa hiyo naye wanaweza wakaamua akaenda. Na itategemea wanaoenda na kubaki, kama kocha anaendelea kwa Fadlu David sawa anakuja kocha mwingine. Lakini ukiangalia katika mtiririko wa matokeo ya Simba msimu uliomalizika, na kama kocha anaendelea Fadlu David, hao niliwataja mimi wanatakiwa wapewe mkono wa kwaheri waondoke. Na kwenye eneo la goalkeeping, magolikipa wako watatu pale, yupo Kamara, yupo Ali Salim, yupo pamoja na Hussein Abel. Hussein Abel hajatumika kabisa. Huyu naye ni bora wangemwacha aende akatafute changamoto sehemu nyingine. Mchezaji kama Ali Salim, Musa Pimpin Kamara, mimi naweza nikawa natofautiana na wengi. Mimi ninachagua kumbakisha kwenye timu kwa sababu kumpata goalkeeper mzuri sasa hivi mzawa hawatompata. Simba Tanzania hatujapata goalkeeper mzuri mzawa hata mmoja kwenye Premier League ambayo unaweza kumwamini ukaenda kumpeleka Simba anze goalkeeper namba 1. Magolikipa wa kigeni kupata hiyo ndo ngumu kabisa. Huko wala Simba wasiwazi sasa hivi. Ayubu yuko pale bado. Ayubu Lakredi hajawahi kuisaidia Simba mimi kwa maoni yangu. Kwangu mimi nafikiri Simba sasa hivi kwa magolikipa walionao ni bora tu abaki na Musa Pimpin Kamara. Wanaweza wakamuandaa wakamtengeneza, lakini kama wanataka kuja kutafuta goalkeeper wajipe muda. Barani Afrika imekuwa ni changamoto. Sawa, pengine mimi nafikiri tatizo la Simba, kama mtaweka sawa hili, nafikiri tatizo la Simba lime sambaa zaidi katika kupima mafanikio yao na mafanikio ya klabu nyingine ndani ya ligi. Lakini pia nafikiri uboreshwaji wa kikosi umekuwa na changamoto kwa Simba. Anaweza akawepo mtu muhimu kweli kwenye eneo hilo na akadumu pengine hasa miaka kadhaa bila kupata mbadala wake sahihi, na akipatikana mbadala kwenye usajili huwa hapati nafasi. Nadhani wanawezaje kuepuka hii changamoto ambayo wako nayo katika kuisaidia kikosi chao kiwe na muendelezo? Simba hawajafanikiwa hata wakijipima wenyewe kwa wenyewe, na mimi sijui nani alodanganya Simba mafanikio yao yanafichika wakijipima na Yanga. Simba hata wakijipima wenyewe kwa wenyewe hakuna walichofanikiwa. Wapime kuanzia kwenye sajili walizofanya. Yani kwa nini msimu uliopita walioachwa walikuwa wachezaji wengi kuliko ambao wamebaki? Yani waliobaki walikuwa wachache, walioondoka msimu uliopita walikuwa wengi. Nenda msimu mwaka juzi ilikuwa hivyo, waliobaki walikuwa wachache, wengi waliondoka. Kwa timu kila msimu kwenye eneo la usajili Simba nagundua kuna makosa yanafanyika. Sasa hivi tena wanaenda kwenye usajili, wachezaji watakaoondoka lazima watakuwa wengi kwa sababu wengi walikuja hawajaperform. Lakini unajiuliza kwa nini inatokea hivyo? Yani kama mnajenga timu kwa staili hiyo,
kila msimu mtakuwa kwenye msimu mpati mafanikio, kwa sababu nyinyi kwenye usajili mnafanya makosa ambayo yanawalazimu msimu ule mnasafa tena, mnaomaliza mnasajili upya, amtibu matatizo kwenye timu. Kwa Simba tatizo la kwanza kwenye usajili. Sijui nani anayefanya planning ya kufanya sajili za Simba, lakini uhalisia katika watu ambao sasa hivi watakiwa washikane mashati ni watu ambao wanaleta, yes, wale ndio watakuwa washikwe mashati. Kwa nini mnatuletea wachezaji ambao wanashindwa kuja kudeliver? Na uzuri kocha ameizungumza. Sasa wakati tunasubiri hapo tuondoke na kambi. Kambi matibabu ya kibingwa na bobezi. Unataka leo mapema kabisa. Kwani kuna mchezaji wote ambao umesikia anaumwa unataka kumkumbusha aende kambini? Maana huko hadi joint wanatibu mifupa, wanatibu kambi ya matibabu ya kibingwa na bobezi inafanyika tarehe 21 mpaka 25. Maana muda umebaki mchache. Na mimi pia hapa kuna watu hapa wameshinda fedha. Ndio. Ni wengi. Kwa hiyo nao basi. Nianze nao anza nao. Sawa. Unawapigia simu? Napiga simu kwa sababu kuna bajaji inatoka, bajaji mchezo. Bajaji mpya. Wakati unapiga simu upete. Tulisikia kauli ya Fadlu Davids. Sasa kauli kocha Fadlu Davids wakati anamalizana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo kwake katika msimu huu ulikuwa ni mchezo wa mwisho kwenye msimu huu ndani ya Simba Sports Club. Alisema wachezaji ambao yeye alihitaji wasainiwe ama pengine alifika ndio wakasajiliwa ni watatu: Mpanzu, Kamara na nani? Ateba. Yes. Hii ina maana gani upete? Inawezekana ni mwalimu mzuri ambaye anaweza kutumia rasilimali zilizokuwepo. Ndio maana ameisaidia Simba kufika hapo ilipofika, kwa sababu wachezaji wengi hakuwasajili yeye, na hata wale aliowasajili mmoja kaingia katikati ya msimu, mwingine pia alichelewa kujiunga na timu kwa maana ya Leonel Ateba Mbida. Lakini kwa mmoja ambaye aliingia moja kwa moja kwa maana ya Kamara, sio goalkeeper mbaya sana na sio mzuri sana. Ni goalkeeper mzuri sana, lakini kwangu kama na commit zaidi ya makosa ambayo amekuwa commit, hakuna namna ambayo anaweza kawa naendelea kuwa kwenye hiyo sana. Hiyo sana anatoka anaingia kwenye mzuri tu. Lakini pia sioni sababu ya yani siamini kama wachezaji hawapo sokoni. Wapo tu. Wapo wengi tu. Shida iko wapi? Wapo wengi tu. Nani ambaye ana scout ya wachezaji? Unawatazama kwa muda gani? Lakini pia unasajili kulingana na falsafa yako, ama huna falsafa basi unasajili kulingana na style of play ya mwalimu aliyokuepo. Basi huna style of play, mwalimu huyu anaamini nini kwenye wachezaji, lakini pia kwenye mahitaji ya timu. Ukisha gundua hilo, ni rahisi sana kuweza kufanya transfer zako bila hata pupa. Nilishawahi kumsikia mtu mmoja akiniambia mata inayoongoza kwenye usajili sasa hivi ni swala la numbers. Una takwimu gani? Kamwambia ukifanya hivyo kuna wachezaji utapigwa sana, kwa sababu kuna mchezaji na goli 20, lakini ukitazama hizo goli 20 zilizopatikana ndio unaweza kujiuliza tu, huyu kwa mfano, let us take to human examples ambazo tunaishi nazo hapa, si ndio? Nikamchukua pale nikamleta kwenye NBC Premier League context, atafunga hata 4 kwa haya 20 aliyoyafunga. Unakuta mtu ni tap in goals, si ndio? Sibezi tap in. Lakini labda pia unakuta mtu ana mapenalti ya kutosha. Unakuta mtu kila goli analofunga kuna wasiwasi wa offside. Anamefunga magoli 20, lakini 6 kati ya hayo yanakupa asilimia nyingi za kwamba hapa pangekuwa na muamuzi makini, hapa lisingekuwa goli. Hauwezi kuchukua mtu wa sample hiyo. Kwangu kuna wakati ya heri ya uchukue mtu mwenye goli 10 zinazoonekana perfect kuliko mtu ambaye unakuta na magoli 20 lakini ya kulumangwa tu from nowhere. Na najaribu pia kwa assume tu, kwa nini Ibenge huwa anawapata wachezaji wazuri? Yaani kwa nini anawapata wachezaji wazuri? Sisi tunakwama wapi? Kwa sababu wachezaji wengine hata sio kama ni pesa kubwa. Sejipo kwa alimchukua na kila mtu alikuwa anamuona, si ndio? Kuna mtu kama Aime Tendeng, kila mtu alikuwa anazungumza kuhusiana na uwezo wake kwenye ligi ya Senegal, lakini Flora Ibenge katoka kusikojulikana kaenda kumchukua mchezaji yule na anafanya vizuri. Adama Kulibali
ukitazama performance yake namna alivyoibeba Al Hilal msimu uliopita, Girumugisha anatoka Burundi tu hapo, lakini mtazame kipaji alichokuwa nacho. So sio kama wachezaji wazuri hawapo, wapo wengi tu, ni uvivu tu wa kwenda kujishughulisha kutafuta wachezaji wazuri. Inawezekana pengine kuna kaubahili kanaendelea. Yaani sasa labda waamue kuweka wazi kwamba je, ni ubahili wa tajiri? Yani kwamba wanashindwa kuweka hela nzuri Lugendo, ama ni upigaji wa wanaosimamia usajili? Hivyo usajili ulisemwa ni B ngapi zilitoka msimu? Kama nakumbuka nilikuwepo kwenye mkutano. Exactly, figure namba yake sikumbuki, lakini ilifika bilioni. Kama 2 sikumbuki. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Yaani wewe kama una ndoto ya kufanya vizuri, huwezi kukwepa gharama. Ukishaanza kujifikiria, ukiona pesa yako unavyotoa mfukoni unaangalia kwanza. Uje kufanikiwa kwenye mpira, achana na hiyo biashara. Usajili ulikuwa kama B fulani, B na kitu kweli ndo unaweza kupata wachezaji wazuri tena kwa ligi yetu. Yaani unajua kuna wakati ambao lazima kubali kwamba mimi ni feeder ama mimi ni user. Ukichagua kuwa feeder, utatafuta wachezaji wazuri wenye vipaji vikubwa ambao unakuja kuwa expose, alafu kubali hasara itakayotokea. Guys, sio tunamwona Asec Mimosa, achana na kwamba yeye mwenye anawatengeneza, lakini hata wale anawasajili. Kwani hao kina Aziz Ki haja watengeneza yeye, kawasajili, si ndio? Ukichukua watu kama kina Paco Mzuzwa, sikawasajili, wamekuja pale wameclick na wanaendelea kufanya vizuri. Swala ni nani ambaye ana scout ya wachezaji, na swala ni nani ambaye anahakikisha kwamba wachezaji hawa ni bora kwenye kiwango ambacho tunakihitaji. Huwezi ukawa na wachezaji ambao wewe unaenda kuchukua sehemu ambayo hata mtu mwenyewe wa kawaida tu anaweza kukwambia huyu mchezaji wa kawaida. Kuna mchezaji mmoja ambaye siwezi kumtaja jina, lakini nafahamu kwamba alikuwa anahitajika kwenye hizo timu mbili, lakini yupo Singida. Tayari ushamaliza. Yupo Singida, alikuwa anahitajika na hizo timu mbili, na wao ndio mmoja alikuwa wa kwanza kutuma offer. Sijui alishindwa nini kuconclude deal, kwa sababu hata mchezaji mwenyewe alikuwa anaipa kipaumbele hiyo timu, lakini baadaye mambo akaja akapinduka, kaenda Singida. Singida na uwezo, ana nguvu hiyo ya ushawishi kuliko Simba, na ukije Singida na pesa kubwa kuliko Simba, ukije ku question kwenye namna rahisi tu, wala uwezo kaona hiyo sababu. Na amekuja Singida sio kama nani anabahatisha, anafanya kazi hasa inaonekana. Kila mtu anajua ubora aliokuwa na. Leo hii unataka kuniambia kweli yule Damaro Kamara alikuwa na bei mbaya hivyo sokoni? Sasa baki, sio kila mtu ana jicho la kuona mchezaji. Wakati mwingine wewe toa pesa yako, alafu waachie watu wengine ambao wana uwezo wa kufanya hiyo kazi. Asante. Mimi kuna kitu na unajua Simba hivi karibuni sajili zao nyingi zimekuwa zikifanya vibaya. Msimu uliopita walimsajili Firi Moses, lakini alionekana hana uwezo, na walikuwa na pia na Baleke kwenye timu yao, alionekana hana uwezo pia. Dirisha dogo walikuja wakaingiza wachezaji wapya, Freddy Kublan pamoja na Omar Jobe, ni wachezaji ambao waliingia kwenye timu yao, na wao walionekana wameshindwa kabisa kuperform na wakaachwa. Simba wanatakiwa wajishtukie na wao sasa hivi. Haiwezekani baadhi ya wachezaji wao ambao wamekuwa kiwasajili wanashindwa moja kwa moja kuisaidia timu yao, kwa sababu tu angalia kwa msimu uliopita imetumia washambuliaji 4, sawa, mastrika 4 msimu uliopita. Msimu huu au mastrika 2 at least ambaye anaonekana anafanya vizuri ni Mkwala. Manake kama wataingia sokoni tena kwenye issue ya mastrika, Mkwala anaweza akabaki alafu Ateba akaondoka, wakatafuta tena striker mwingine. Kwa hiyo issue ya usajili always ni kamari. Yani kwenye usajili kuna kupata na kukosa. Unaweza ukasajili wachezaji 7, 5 wakaingia kwenye mfumo na 2 wakafeli. Timu nyingi tu zishaifanya usajili na wachezaji wakafeli. Hata wenzetu barani Ulaya, Real Madrid washaimsajili
Luka Jovic alifeli, walimsajili Eden Hazard alifeli kwenye timu yao. Lakini kwa nini wao kila mara usajili wao unafeli? Maanake kuna shida kwenye scouting yao. Cha kwanza wanatakiwa kuboresha scouting yao. Kuna ni msimu huu pia walimsajili goalkeeper raia wa Brazil, wakamtambulisha, lakini ule hakufika hata Tanzania, aliishia mazoezini, akaishia huko kwa sababu washamsajili. Alafu ni msimu juzi ule wa Robertinho, wanapata taarifa kwamba goalkeeper ana majeraha, yani ni injury prone, amekuwa akiumia mara kwa mara, lakini wao tayari walikuwa washamsajili. Kwa hiyo wakamwacha juu kwa juu. Manake kwenye scouting ya klabu ya Simba kuna kitu kinapungua. Wanatakiwa kuongeza nguvu kwenye eneo la scouting, kwa sababu issue ya hela kwao sio shida. Simba ni klabu ambao wana hela, lakini kwa nini wanasajili wachezaji ambao wanafeli? Manake kwenye scouting kuna shida. Wanatakiwa kubadilika, kuongeza nguvu kwenye scouting, kuongeza umakini ili waweze kupata players ambao watawasaidia. Hii ya kila msimu kufeli, kwangu mimi naona si nzuri kwa upande wao. Simba kwenye usajili, Simba kuna ujanja, na mimi sitaki kuamini kwamba usajili ni kamari. Nasidanganya hizi timu wakati mwingine ndo wanaenda kuambia hivyo mashabiki wao kwamba najua usajili ulikuwa ni kama gambling bwana, tulipata wengine tumekosa. Hapana. Lakini hiyo unapofanya usajili, vitu vya kuvizingatia kwa wachezaji ni vitu vitatu tu. Umjue mchezaji, hata kama mwenda umemuona ni mzuri, lakini unatakiwa muangalie yuko kwenye wakati gani. Ndio anatoka chini kwenda kwenye peak, yuko kwenye peak, au anatoka kwenye peak anashuka. Sasa leo hii wewe unamsajili Fabrice Luamba Ngoma, unataka aje akupe wewe matokeo, aipe timu ubingwa. Brother, Fabrice Luamba Ngoma graph yake imeshuka kutoka kwenye peak, ndo anamaliza mpira wake sasa hivi. Uwezo kumleta kwenye timu ambayo wewe unasema unaijenga, huyu mchezaji aje kuibeba timu. Tuende kwa mchezaji mwingine kama Chemalon amekuja Simba msimu wake wa kwanza, alikuwa anaonekana mchezaji ambaye anaitafuta peak, lakini kashindwa kwenda kule juu. Kiwango chake msimu huu kimezorota. Kwa eneo analocheza liko very sensitive. Uwezi ukamwangalia ubeki kwa mfano msimu huu kwenye kombe la shirikisho kaifungisha Simba mechi dhidi ya Sfaxien hapa, kaifungisha Simba dhidi ya Bravo kule Angola. Ukimwangalia amekuwa na matukio mengi ya kuigharimu timu. Muangalie mchezaji mwingine ambaye Simba wamemsajili, wamepata mchezaji mzuri. Abdulrazak Hamza wamemsajili, lakini ukimwangalia yuko kwenye wakati gani, unamuona ni mchezaji ambaye yuko kwenye kipindi cha kuitafuta peak. Huyu mchezaji maana yake ni kwamba hapo aliko sasa hivi ana njaa kutaka kufanikiwa. Lakini Simba ninakwambia kwenye usajili na ujanja, wanasajili wachezaji wengine ambao ni muda wao wa kula pension sasa hivi, ndio wanawaleta alafu anawaambia wanachama tuko kwenye kujenga timu. Huwezi kujenga timu kwa staili hiyo. Na wenzetu umetolea mifano, kwa mfano Real Madrid. Hawakufeli kwa mfano kwa Eden Hazard. Mchezaji yeye mwenyewe tu kwa sababu zake amechukuliwa yuko kwenye peak. Kaenda kwenye timu, kapata mainjari mengi, kashindwa kuendelea. Twende kwenye klabu ya Simba. Waangalie walosajiliwa msimu huu, wangapi wamedeliver. Na ukienda kuchunguza kiundani unagundua sajili alizoleta mwalimu ndio zimeleta matokeo. Mpanzu kaja ka-click. Yule goalkeeper Kamara licha watu wanamsema sana, lakini ziko mechi kaibeba Simba. Waangalie wachezaji ambao kocha akawadimandi, labda Ateba na impact yao. Hata Ateba ameperform, lakini hajafika kwenye level ile ambayo Simba walikuwa wanatamani, kama ambavyo walikuwepo Boko au Mugalu. Ukiwaangalia kina Medikagere wali establish standards kwenye eneo la shambuliaji. Na ndio sasa hivi na mimi nasema hata ukiwapima Simba kwa wao wenyewe kwa wenyewe bado hawajafanikiwa, kwa sababu ukipima baadhi ya efficiency iliyokuwepo wakati uliopita na sasa unagundua bado Simba wako chini. Na ndio maana nasema mimi kwenye usajili Simba naamini kuna ujanja mwingi. Wangetakiwa kumpa mtu mmoja au wawili au watatu hilo jukumu, ambao hao watu wao wanapimwa kulingana na sajili zinazofanywa. Kwa mfano wewe tushakuamini ndio mtu wetu wa kutufanyia scouting. Misimu miwili mfululizo unatuletea magarasa. Wewe msimu unaofuata utakiwa kuwa sehemu ya watu wanaotufanyia usajili kwenye timu. Sasa kosa ambao liko kwenye klabu ya Simba, kwanza kila mtu ambaye yuko kwenye level ya viongozi wa juu anafanya usajili. Yaani kila mtu anajiona na uwezo wa kupropose mchezaji. Nilikuwa nataka niulize kwani nani hasa huwa anafanya usajili pale? Watu ambao wako
kwenye bodi ya Simba kila mmoja yeye anajihisi ana uwezo wa kusajili mchezaji au ana uwezo wa kupropose mchezaji. Kumbe wanasahau jicho la kuona mchezaji ni mambo ambayo yako very technical, yana watu wake. Lakini leo hii unaenda kwenye klabu ya Simba unagundua msimu wote ulioisha Fal Davis yeye amepropose wachezaji 3 tu na alijisemea zake mapema. Sasa unajiuliza hilo kundi jingine la wachezaji, hilo kundi jingine la wachezaji nani alowapropose akawaleta? Nani ameevaluate performance yao wachezaji kabla ya kuwasajili? Na ndiko hapo Simba anapopigwa chenga kila msimu na Yanga. Yanga sio kwamba kusikia Fabrice Luamba Ngoma ni mchezaji sio mzuri na nini, ila Yanga walishagundua sasa hivi kuna kitu inapofika kwenye usajili, mawakala wanatengeneza watu waandishi nani hype mchezaji fulani aonekane anatakiwa kusajiliwa. Yanga hichi ni kitu ambacho kuna namna nawaona wanakiavoid. Nakumbuka mwaka juzi nilikuwa na makamu wa rais wa Young Africans sehemu, nikamuuliza kwa nini nyinyi wachezaji ambao wanagunganishwa na nyinyi ya mwasajili? Akasema sisi tukishagundua tu mchezaji fulani Simba wanamtaka, wakala akiingia na yogia kwamba bwana huyu mchezaji Yanga anawapa, lakini kama mnashindwa ku close deal mapema, Simba wenyewe wanamhitaji. Alafataji akaniambia sisi watu tunamwambia basi mchukue mpeleke Simba mchezaji wako. Kwa sababu haiwezekani wewe mchezaji mzuri ukampambania kwa staili hiyo. Wao wachezaji ambao sasa hivi tunaona wengi Yanga wanaingia, imefika stage rais wa klabu anakuwa kwa front line kwa ajili ya kwenda kujiridhisha katika ripoti anayoipata kwa ajili ya kusajili. Lakini Simba anayetoa hela yuko sehemu nyingine au kuchini ana watu wake anaowaamini, na ubaya ulioko Simba ndani ya level ya administration kumegawanyika. Hapako na structure nzuri. Na inawezekana ndio maana kuna baadhi ya vitu tunaviona havifanikiwi Simba. Ni kwa sababu tu structure yenyewe ya administration Simba ndani kuna mpasuko. Kuna watu wamegawika upande huu na upande huu. Linapokuja kwenye swala la usajili ni interest ya watu hiyo. Upande huu wanatamani walete wachezaji waseme sisi ndio tulimleta Mpanzu. Si mnaona usajili zetu zilivyokuwa za ukweli? Wawacheke wa upande wa huko. Kwa hiyo wako kwenye contention ya kushindana upande upi unafanya maamuzi sahihi kwa ajili ya club. Na ndio maana mimi sishangai Simba inaposhinda Mangungu atajwa. Simba ikifungwa Mangungu anatajwa. Ni kwa sababu ndani ya structure administration ya Simba kuna mpasuko mkubwa, na uliuliza kwa nini hawaweki wazi tatizo nini, na hawawezi kuja kusema tatizo liko wapi. Tatizo liko ndani ya structure administration ya Simba, kuna mpasuko. Kila upande unataka kuwa prove wrong upande mwingine. Wanasahau interests za club. Kila mtu ame-for plan kwanza. Sisi upande wetu unatakiwa kuonekana unafanya right decision, na hapo ndio wanapoikosti timu. Na hata mwalimu mwenyewe Fadlu kwa muda tu alokaa ameshagundua ndani ya klabu kuna mpasuko, kuna sehemu, kuna shida ambayo yeye hawezi kuitatua. Na ndio maana hata baada ya kufungwa na Yanga mechi ya mwisho juzi hapa alisema mimi wachezaji waliopo kwenye timu most of them hawezi kucompete, hawezi kushindana. Hata umlete kocha mzuri kama una wachezaji ambao quality yao ni ndogo, hawezi kuimplement techniques za mwalimu kiwanjani. Sawa. Yuko hapa Boniface Pawasa. Na jambo lake pia ambalo nataka kulizungumza juu ya hichi ambacho tunakizungumzia hivi sasa. Azungumze Pawasa wakati watu wanaendelea kushiriki Cheza Pesa, kwa sababu amini benchi la ufundi. Sio kuamini tu, kuwaheshimu. Kutokuwaheshimu. Mimi nasa nikaungana naye kwenye hilo, ama nikaungana na klabu kwenye ile kwamba wasiamini benchi la ufundi kwa 100%. Lakini kuna lakini Lugendo pole pole. Lakini natamani kungekuwa kuna watu maalum ambao wamejikita kwenye eneo la scout kwenye timu. Yaani wafahamike ni hawa hapa. Kuna kitu amekizungumza Chisano, na kama juzi mimi nilisikia vizuri, nilisikia story ya Mbagala rangi 3 au Maji Matitu, kitu kama hicho, sifahamu mitaa kule vizuri. Lakini mwaka 2023 na Bunju, mwaka 2023 Simba walimtangaza Mers kama scout wa timu. Kaka ngoja ambaye ndio aliwaletea Sawadogo. Ngoja nikwambie. Sasa Lugendo unajua shida moja, na hata Pawasa somehow mimi nakubaliana naye. Kuna maeneo tunatofautiana mimi na Pawasa. Sehemu ninayokubaliana naye mimi, Pawasa, makocha wanakuja hapa wanakuta tayari kuna wachezaji. Wanakuwa tofauti wakati mwingine na falsafa za makocha. Na isivyo bahati hizi timu Simba na Yanga, leo sio mara ngapi nasema, Simba na Yanga ni timu ambazo hazina falsafa. Kwa hiyo mwalimu anayekuja anakuja na staili yake ya kucheza. Na shida inayokuja kwenye kutengeneza falsafa, Simba na Yanga hazijatengeneza uweledi mkubwa kwenye timu. Kwa mfano, angalau nimeona Yanga walimuintroduce mara kwanza Abdulhamid Mollin kama technical director kwenye timu.
huyu mtu atawatengenezea structure nyinyi kwenye level yenu ya majukumu ya kila siku kwa watendaji ambao wako chini yake, kwa maana benchi la ufundi. Kwa hiyo rais wa klabu na viongozi wake wa kamati ya utendaji, kwa mfano Yanga, wao maswali yao kila siku wanamuuliza Abdulhamid Mwalin. Wao hawa contact na kocha kwanza. Abdulhamid Mwalin yeye kama technical director, akiwa mkurugenzi wa ufundi, yeye anaenda kuongea na mwalimu benchi la ufundi. Kuna changamoto fulani sisi tunataka hiki kama hiki kwenye klabu kiufundi. Kocha naye anatoa mapendekezo yake. Yule anakaa chini anafanya uchambuzi, anaangalia, anarudisha majibu kwa rais wa klabu na kamati ya utendaji. Bwana kocha, nimemwambia mahitaji yetu, lakini amependekeza labda tuongeze mchezaji wa aina fulani. Wanakaa wanatengeneza. Lakini ukienda kwenye timu haina technical director, nani ambaye anafanya evaluation ya performance ya kocha? Kwa sababu kiuhalisia kiafrika makocha hutakiwi kuamini 100%. Yeah. Sometimes makocha wanakuwa mawakala. Unawezaje kumpa dhamana mwalimu eti 100% asajili? Hapana, mwekee technical director, na technical director akishatengeneza falsafa, yeye atakuwa anajua timu ikiwa haina kocha, yeye anatakiwa azunguke atafute kocha yupi ataendana na falsafa ya klabu yetu. Sasa hivyo vitu kwenye klabu havipo. Na ndio maana umesema kitu kizuri hapa. Na ndio maana nafikiri mimi nafikiri Young Africa wana watu ambao tayari walishawekwa kwenye sehemu ya usajili. Na ndio maana hata makocha walipokuwa wakiondoka, timu bado ilikuwa ikiendelea kufanya vizuri. Niamini mimi, timu ikiwa haina kocha, kaletwa kocha mwingine, kuna namna atataka kuingiza falsafa yake ambayo anaiamini yeye, bila kujali namna ambavyo timu ilikuwa ikijiendesha. Na hapo tunajua sasa hivi Yanga kwa mfano na Simba tofauti iliyopo. Yanga leo hataki kiondoka Milud Hamdi. Kocha anayekuja cha kwanza atakutana na kina Faridi Musa. Atakutana na mtu wa technical anaitwa Faridi, atakutana na Abdulhamid Mwalin. Watampitisha kwanza kwenye timu ilivyo, wanampa ripoti yake. Bwana, timu yetu iko hivi na wachezaji wa aina fulani wana hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo kocha anasema yes, na uwezo wa kucustomize hapo tukapata matokeo. Au bwana, mimi siwezi kuendana na nyinyi mnachokitaka. Wale wanampa kwanza ripoti. Leo tujiulize Simba, nani ambaye ameondoka? Kocha aliondoka Benchika. Siku anayokuja Fadlu, nani wa Simba alienda kumpa Fadlu technical report? Fadlu Davis akaamua. Mimi naamini hata ukina Ateba, kina Mpanzo, Fadlu amewapendekeza baada ya kuiona timu sasa. Hapa haiwezekani, nahitaji kuwa na winga, nahitaji kuwa na mchezaji fulani, nahitaji na kuwa mchezaji fulani. Isivyo bahati Simba hao watu wamewapoteza, na kilichowaponza Simba ni walikuwa wanawategemea tangu miaka mingi iliyopita watu ambao wako kwenye level ya administration, kina Anspop ndio wafanye hiyo kazi, na hawakuwa wanawategemea watu wa ufundi. Sasa leo Anspop he is not there. Nani atakaenda kufanyia Simba usajili? Nani anawafanyia mafia Simba kwenye usajili? Hakuna. Lakini wao walitegemea hicho kitu tangu zamani, wafanye watu wa level ya management, badala ya kuwaweka watu wa kiufundi wafanye hizo tathmini na walete ripoti mezani. Leo hii Yanga hata pale mkiona inafungwa, kafungwa Yanga na Azam, kafungwa na Tabora, watu walikuwa wanajua tu ni Gamondi ndo aliitwa mezani akawajibishwa. Lakini wale waliitwa mezani walikuwa mpaka kina Faridi wakapo, bwana imekuaje timu haiperform vizuri? Kwani kocha unapokeaga ripoti gani? Napewa ripoti hii na hii, wanaangalia iko relevant na tunachokiona, yes basi hapa kocha umetuangusha, unatusabotage, nenda. Lakini sasa kwetu sisi ilivyo kwenye upande wa pili, Simba wao kinachowatesa sasa hivi hawana hawa watu, na tangu zamani wao wanategemea watu waliopo kwenye level kubwa ya management ndio wafanyayo maamuzi ya kuwatafutia watu, wakati wale sio makocha. Kwa hiyo mimi naamini kinachowatesa Simba mpaka sasa hivi, mimi siamini kama ni pesa. Simba wanateswa kwa sababu timu imegawanyika ndani, halafu hawajataka kuwa na weledi. Yani Simba kuna namna, mimi nilikuwa najua Yanga zamani ni Waswahili kuliko Simba, lakini sasa hivi Simba imeonekana ndio watu wa Uswazi kuliko Yanga tena. Yani Simba kuna mambo mengi yanaendeshwa kiujanja, na inawezekana labda kwa sababu kuna baadhi ya watu walioingia kwenye level za management wameingia na characters mpya, wameenda kubadilisha namna ambavyo Simba ilikuwa inaendeshwa zamani. Sasa hivi Simba hata wanaweza wakaingia sokoni na kuhakikishia na Singida. Ndio ulichokuwa unashangaa, Singida anaenda na ana seal deal kwa mchezaji, Simba wamebaki wanashangaa. Mimi labda kinachoweza kuwa naweza kuwa nakijua. Kwenye mpira wa Afrika mwalimu kusajili ni ngumu. Hiyo iko wazi kabisa. Hata hali pale mwalimu hawezi kupewa nafasi asajili yeye. Ataambiwa watu tuna wachezaji hawa na hawa tumeweka kwenye target. Wengine utawakuta klabuni fanya kazi waliopo. Kwa nafikiri wale wanaosajili na yake na Mohamed Ben Shauka wajue wachezaji wale. Lakini tunapokuja kutofautiana,
Mimi kinachonichanganya ni kwa sababu Simba pia alikuwa na wachezaji wazuri na alikuwa na wapata. Lakini bahati nzuri ama mbaya, wachezaji hao wengi ukisikiliza story zao behind, utaona kulikuwa na uyanga fulani hivi. Nikupe mfano ya Chris Kope Mushimba Mogalu, Medi Kagere. Kuna yule kiungo moja alikuwa fundi sana anatumia mguu wa kushoto. Kahata. No. Kahata ilikuwa target ya Simba moja kwa moja. Kuna mwingine alikuwa Mzambia. Alikuwa fundi. Bwalia. Rali Bwalia. Walikuwa wanawapata hao watu. Na walikuwa ni wachezaji wazuri sana ambao wana uwezo wa kuja kuifanya Simba ikacheza kwenye kiwango kinachotakikana. Nini ambacho kimepotea ghafla hapa katikati? Simba hawezi tena kupata wachezaji wazuri. Kuna mambo mawili, ni either kuinuka kwa Yanga kiuchumi, kumewafanya Yanga kupata targets zao ambazo pengine sasa Simba hawezi kuzipata. Lakini cha pili ambacho naweza nikakiobserve kirahisi tu, ni kila mtu kuwa na mchezaji wake. Yani inawezekana kuna mazingira ya namna hiyo. Sitaki kusema sana, lakini kuna timu fulani ambayo ipo kwenye jamhuri tukufu ambayo sitaitaja. Kuna goalkeeper ambaye hata wachezaji wenzao wanasema alikuwa untouchable. Kwenye nchi fulani, kwenye timu fulani. Sasa na mimi nilitaka kuwekea hapo upete. Nafikiri kuna namna tusiwapaisha wachezaji sana kabla hata hawajacheza mechi 2-3. Tuwape hata muda kidogo tuone nini ambacho wanakifanya. Hiyo ni ngumu. Kukwepa hiyo. Yaani nikwambia hiyo ni ngumu. Yaani tusiwapaishe sana. Tunaweza kupaisha lakini sio sana. Naam. Kuna kitu ambacho mnapaswa kufahamu. Kuna maximization of profit. Hiyo ndio inayoweza kuharibu kila kitu. Yaani kila mtu akisha target maximization of profit. Kuna mtu ambaye unamheshimu vizuri tu, lakini likija swala la pesa, yupo tayari kufanya chochote aipate hiyo pesa. Ndio maana hata hiyo ukisema kuwapaisha na nini ni targets tu za kibiashara na vitu vingine vya namna. Bahati mbaya tu hatuna masoko ya moja kwa moja ambayo yanaweza kukufanya uone kwamba hapa kweli kulikuwa na mpango wa kibiashara. Ndio maana nasema wachezaji wanavosajiliwa, nilitangulia tangu mwanzo kusema sio kila mtu anaweza kusaini mchezaji. Wewe umeshaamua kwamba mimi kazi yangu ni kutoa pesa. Toa pesa kaa pembeni. Waweke watu ambao wana uaminifu kwenye ile pesa yako. Walete wachezaji wazuri. Sio kila usajili utafanikiwa. Last season Young Africans usajili wao mwingi umebuma. Lakini wale waliokuwepo nini ambacho wanakifanya ambacho kimefanya timu iweze kutetea ubingwa? Unajua ukimchukua Yanga na Yanga ukamcompete wa last season na huu msimu uliomalizika, utaona kuna kitu kidogo kilipungua msimu huu tofauti na ule msimu uliopita. Lakini kwenye okay, ukizungumzia alama utaona kwamba hapa ndo tutakaposhindana, kwa sababu wewe unatumia numbers na numbers kwangu ni kitu cha ziada sana, kwa sababu mimi ni kile ambacho nakiona kwenye macho yangu, how timu ina fluidity na flow na kila kitu. Kwa hiyo wale wanaohusika na usajili wa Simba kwangu mimi wakubali tu kwamba hii kazi sio kila mtu anaweza kawa anasajili. Na tukirudi hapa nitakupa mfano wa wachezaji wawili ambao sasa hivi wako Yanga walitakuwa wacheze Simba tangu msimu uliopita. Sawa, tunaenda kwenye dunia mpya yenye bata na raha, na ukumbuke kwamba mshow iko hapa ndani ya Bao la Asubuhi. Na wiki hii tunayo pia Sabasaba imenoga kweli kweli. Usisahau kwamba tumekubaliana na utaratibu ni ule ndani ya viwanja vya Sabasaba. Bongo FM tutakuwepo kama una uhitaji wa huduma ya matangazo, yani PA ya muli ndani ya Sabasaba. Tutakuwa na speaker zetu kuu ambazo zimeenea kila sehemu. Unaweza kutusikia kwa uzuri kabisa. Lakini pia ukileta matangazo ya biashara yako kwa mfanya biashara mdogo, tuna matangazo ya hadi 200,000 kwa siku 3. Imagine 200,000 kwa siku 3, mgawanyo wake upoje? Lakini pia ukitaka huduma ya kufanyia interview ili uweze kuruka live kwenye vipindi vyetu, unaweza kupata. Au kasema naomba nikae hapo Bao la Asubuhi au kipindi chochote kile hapa ndani ya Bongo FM. Lakini pia mwisho kabisa, hata ukipotelewa na mtoto au ndugu au rafiki, fika kwenye banda la Bongo FM na utampata papo hapo. Utakutana na timu yetu pale kukuhudumia kwa gharama nafuu sana, yani bei sawa na bure. Kitonga wanasema kamseleleko. Kwa maelezo zaidi tembelea banda letu la Bongo FM lililopo Sabasaba. Pita umeenda, ukiingia ni kulia siko hapa hivi na rangi zetu zinang'aa kabisa, kwa hiyo hupotei. Rangi zetu hazijifichi. Tupo pale kama wanaangalia hapo kwenye logo hiyo rangi ya kwenye logo ya Bongo hiyo. Dunia mpya hii hapa.